Hakika huu ni msitu wa Kabuli, hakika huu ni msitu wa Kabuli, hakika huu ni msitu wa Kabuli. Nimejionea kila naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto anajionea. Dada, natokea wapi? Nilibakia kidogo tu kaka, kidogo nife. Kuna nini kilichokupata? Tulienda kusenya kuni. Tulipofika msituni, tulikuwa mimi na Gena. Uko msituni tukaanza kukutana na vitu vya ajabu. Tukaanza kukutana vitu ambavyo vinatisha. Katika tembea nikakutana na kaburi. Nilipokutana na kaburi nikamwita mwenzangu Gena. Yaani kaka. Nyamaza dadangu. Nyamaza. Wewe nyamaza. Aje kaka, sielewi kama yuko salama au la. Maana mimi nilipokimbia nikaenda kupumzika kwenye mti. Pole, nyamaza. Na nilipopumzika kitu gani kama meo. Nilipata afueni, ni Mungu tu. Ndio. Yaani unavyoniona hapa kaka. Nyamaza. Nyamaza. Asante. Nyumbani. Nipa maumivu za pechela la kisu, umefanya nione mapenzi kama adhabu. Nacheka nje la ndani, moyo unapata tabu. Kama utojali pia nipunguze adhabu. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Nazama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia ni heshimu vya watu. Nazama hii dunia wengine ni chatu. Ageni Tausi, unanisaliti? unasemaje wewe? Unanisaliti? Nakusaliti kivipi? Na ninakusaliti na nani? Hivi wewe majao mpaka kuchanganikiwa Nimekuona na Papala kwa macho yangu. Papala? Mimi na Papala? Hivi mwageni wewe umenichoka Nimekuja muda umelala hapo na wewe seka tu na hizo ndoto zako za mchana. Umeshaanza kunitafutia sababu zako zisizokuwa na msingi, si ndio? Wewe kama umenichoka uniambie. Sawa Tausi, naomba unisamehe. Ni kweli ni ndoto, lakini yote haya ni wivu tu. Mageni, kuwa makini na hizo ndoto zako za mchana. Tanipoteza. Alafu hivi mwanamke anayekusaliti anaweza akawa yuko hapa? Hapana. Kuwa makini na hizo ndoto zako za mchana.
Nikikupenda wewe mwenyewe, asikuchanganye tena kwa kukupa vikanga tena, akakupata wewe, nitaumia wewe. Ukinichiti nitakuwa na mimi pia nitajiua, nizikwe na wewe, yani wewe. Papa, ndio Magema. Unajua, nikikutazama na nikikumbuka ndoto niliyoota natamani hata kucheka. Ndoto gani hiyo Magema? Nimeota wewe ukiwa na Tausi, ukiwa unamtongoza, na wakati unamtongoza ulikuwa unaniongelea maneno mabaya sana mimi, na ulipofika wakati wewe ukamkumbatia, aisee, iliniuma sana, nikaamua nichukue kimti nikupige, ukaanguka pale pale. Mageme rafiki yangu, hizo ni ndoto za mchana Mageme, leo hii mimi nikusaliti kwa Tausi wakati naheshimu mahusiano yako? Mageme, hemu punguza kulala bwana mchana, unapata ndoto ambazo za ajabu ajabu kama hizi. Hiyo ni ndoto tu. Lakini Papala, ndoto inaweza ikatimia. Besi, mimi nimekuita hapa, nilikuwa naomba uniimbie. Nite Kiba Jo, nikitoka kwenye show, jua nimetoka kwenye show. So ukitaka kunipiga basi uwe komando. Hizo ngumi za vitasa nitakuja, ukinitaka nitaluka tikitaka. Nisifanye unachotaka, wananona takataka. So kipindi nazisaka, natafuta mamlaka ili kesho nijepata, nije kula bata na watu wote so nitaka. Ugomvi sana kabla sijaanza na Mombaga Maulana. Nikiangaliaga mbele naona giza limetanda, ila nina imani nitatoboa tabaka, hata kama safari yangu ni ndefu sana. Ngoje tumleshe. Tausi, kilicho nileta hapa nataka kujua una mpango gani na kakaangu? Maana kwa ninavyokujua wewe, leo uko na huyu, kesho uko na yule, kesho uko na yule, leo hii ni kakaangu. Haya, una mpango gani naye? Gema, kitu sichokijua, mimi na Mageme tunapendana sana na sio rahisi kuachana. Wewe Tausi, nakupenda lini? Umeanza lini hayo mambo ndugu yangu? Wewe si mzee wa kudokoa dokoa, huku umedokoa, kule umechovya. Haya, leo unampenda kakaangu. Hayo mambo nimeachana nayo toka nimpate Mageme, nimeshaachana nayo mama. Mageme, ndoto hazina ukweli wowote. Ukumbuke pia, unapokuwa umekosa kazi, usikae nyumbani ukalala. Nenda hata shambani. Unalala mchana. Hiyo ni ndoto rafiki yangu, haina ukweli wowote. Amini hiyo. Hata hivi wakati naota hiyo ndoto, aliyenishtua ni Tausi nikiwa nyumbani. Ameniamsha, alivyoniamsha moja kwa moja na mimi nikamwendea kazi kwamba unanisaliti. Tashangaa ananiambia ni ndoto. Mimi nimechanganyikiwa kwa kweli. Mageme, narudia tena, hicho kitu hakiwezi kutokea na hakitakaa kikatokea. Mimi nakuheshimu wewe mpaka Tausi pia, na kitu kingine, naheshimu mahusiano yenu. Siwezi kufanya kitu kama hicho rafiki yangu. Sawa, naomba uwe na amani. Lakini naamini wewe ndugu yangu huwezi kunifanyia vibaya. Haiwezi kutokea. Na ndio tunazokuwa unanisimulia hapa muda huu,
sioni kama zina maana ya msingi. Naona twende tu nyumbani. Sawa rafiki yangu, basi tuondoke. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu, na zama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia ni heshimu vya watu, na zama hii dunia wengine ni chatu. Ndio kwanza tunajenga malengo tu mimi na yeye. Sawa. Kilichonileta hapa, nataka kukuambia kuwa kakangu anavyoonekana anakupenda sana, lakini kwa akili zako unavyozijua wewe, na hatari ya kumpoteza kakangu. Endapo ukisubutu kuweka doa kwenye moyo wa kakangu, sitakuacha salama. Hapo ndipo utakapomtambua Gena upande wa pili. Leo nimekuja kama Gena tu, ila hiyo siku nitabadilika. Sitakuwa Gena unayemuona hapa. Sawa, nimekuelewa. Na unatakiwa unielewe. Usinisikilize tu, yaani unielewe. Sawa. Nimemaliza, naondoka. Yaani watu wengine mbona wanaandamana sana haya mapenzi yetu mimi na Mageni? Si ndo wale wale na wakina Papala tu. Desi, njoo. Ila mimi nimefurahi sana ulivyoniambia. Ila unajua kuimba wewe? Asante. Haya, tuondoke. Tausi, binti mrembo wa kijiji chetu cha Mbozi. Unajua nini? Napenda sana tabasamu lako. Asante. Lakini Tausi, kuna kitu kimoja nataka kujua kutoka kwako. Lakini ni kuhusu kaka Papala. Naomba usikasirike, ila pia naomba unisikilize. Unajua kaka Papala anakupenda sana. Yaani anakupenda kusema kwamba anashindwa kuzieleza hisia zake wazi. Japo aliniambia kwamba ameshakwambia hisia zake, lakini ulishindwa kumuelewa. Kwa hiyo hili ndio lilokuleta hapa. Umetumwa? Kwanza Papala kama amekwambia wewe. Kwa hiyo nilipomwambia mimi ndio amekuja kukupa taarifa wewe. Kwa anavyoonekana ni mbea. Punguza hasira Tausi. Naomba unisikilize. Unajua kaka Papala ni mwanaume mzuri sana. Ni mwanaume asiyekuwa na shida kabisa. Afu ana mapenzi ya kweli. Naomba umpokee na ukubali kuwa wifi yangu. Alafu nyie ndo wachawi wangu hapa kijijini. Sasa kama umetumwa na huyo kakako, ukamwambia umeshinda. Tausi, mbona unaonekana una hasira kiasi hicho? Punguza jazba ili tuelewane vizuri. Nisikilize Tausi. Kaka Papala ana hisia za kweli juu yako. Sina uhakika na huyo Mageni. Huenda nataka kuchezea tu akuache. Lakini Papala yupo kwa ajili yako na amesema atakusubiria muda wote utakaokuwa tayari. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu, tazama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia ni heshimu vya watu, tazama hii dunia wengine ni chatu. Kule msini kumeharibika,
Mganga amekuja leo nyumbani kunifuata. Akasemaje? Akaniambia tuondoke twende msituni tukaangalie kinachoendelea. Mganga ameniambia hivi, chanzo ni Gena, na Gena damu yake ndio itakayosaidia kule msituni. Damu ya Gena? Sasa mke wangu, itabidi uende uonane na Gena, umshawishi, sawa? Utakapoondoka naye pale nyumbani kwao, upite huko, sawa? Utanikuta mimi. Ukinikuta nitajua jinsi ya kumkamata Gena. Yaani mke wangu, hatuna muda huu tuondoke. Kumbe hii dunia kuna watu na viatu. Nazama hii dunia mapenzi yana rangi tatu. Jamani, hii dunia. Hakika huu ni msitu wa Kapuli. Hakika huu ni msitu wa Kapuli. Hakika huu ni msitu wa Kapuli. Nimejionea. Gena naye akaota ndoto, alizani ndoto ya uongo, kumbe ni mwanzo wa changamoto, majuto anajionea.